kimya kimya ila inapotea. Na wakina dada wanaongea, wanataka muziki naona nakosea. Wanataka matarumbeta, muziki upigwe kwa wingi mpaka kukesha. Wazazi wanaeleweshwa, ila wataki muziki, wanachotaka wazazi. Dua ya kimya kimya, dua ya kimya kimya, ni fulu mazima. Haya mama, shughuli imeandaliwa, ndoa ya kimya kimya ile. Udugu wangu, unapoona huu mguu ni wa kwako. Huyo ndugu yako, dada yako Shani, kaja kule mtaani nakwambia yupo rere anachangisha michango. Heti mna shughuli na wewe udugu wangu unashangaa hiyo shughuli hujanialika. Kwa mimi nikashindwa kutoa mchango, nikasema nikufuate nije nijue hiyo shughuli ni ya nini na kuna kitu gani na shughuli ya kazi gani. Shoga yangu, shughuli tunayo ndugu wangu, na tunatamba nayo. Tuko winja tuko juu dada. Sisi watoto wa mjini unaambua siku inazimwa hiyo moja, zinawashwa zote dada. Sijui unatuelewa. Shani tumepanga. Kama unavyotujua tuko hao timu watu watatu dada. Yeye apite huku, Sabrina apite huku na mimi nipite huku. Ndio maana kaja kukwambia dada. Kwa hiyo jambo tunalo na tunatamba nalo. Mchango ufike. Na mchango wako ndo kijola chako dada. Kijola tunauza shilingi 15,000. Kununua kitajiri dada ruksa. Ukinunua kitajiri kwangu, ukinunua kijola shilingi 30,000. Kwako nakuja kununua 15,000. Sio shida zangu, lete maneno. Haya udugu wangu, mimi ndio hilo niloleta. Kama pesa kwangu haina shida, nitakuletea huo mchango wangu. Ila ninaomba kitu hiki shoga yangu sio kaniangusha. Shughuli yangu mimi. Ole wenu sijasikia mtu anaumwa jino, sijui anaumwa kichwa. Nikitoa mchango wangu, hakikisheni nyinyi mchango wangu lazima mrudishie. Kesho asubuhi alfajiri ninakuletea pesa yangu ya mchango. Hivyo, dada we. Shoga kwenye shughuli zako nitakuwa winja dada. Hata usijali. Ndoa ya kimya kimya ila inapotea. Ndugu zangu, kwa hili sijahadisiwa wala sijalisoma. Nimewasikia mwenyewe. Baba na mama. Tena nilikuwa dirishani kama mnavyonijua kwenye sekta ya umbea. Niko kwanza mnajua kama Abduli anataka kuoa. Tena sio kuoa tu. Baba na mama wamekaa wamepanga eti awe kimya kimya. Vilifanywa na nani kwenye familia yetu? Vilifanywa mwaka gani? Hiyo msiba tu watu wanalia na wengine wamefika mbali zaidi. Wanaeka na mziki. Unazimia pale hadi la mama. Msiba unachangamka. Msiba unaenda mjini. Huku mziki mama tutaonana tena huku inanoga. Haya ndugu yangu tuna kimya kimya vipi? Kama mzee ndo anaoana, aka ndugu yangu. Hapa shebele lazima liwepo. Kama mnavyonijua, sijapoa na siboi, sijarogwa na sina chale. Mtoto wa kike ninavyojua kujiamini. Tarumbeta, Kigoma, mziki. Au unasemaje ndugu wangu? Yaani unanichanganya, wahenga wanataka kunichanganya, wanataka kuniharibia siku. Mimi kwangu hiyo habari niliiona njema na nilipenda, lakini hawa wazee sasa naona wanataka kutupanda kichwani. Ni unaelewa? Sisi shughuli tunayo na tunatamba nayo. Kwanza picha linaanza mimi ninapopeleka mizigo kwa watu. Mtu akija kunialika shughuli na uvaa ule usika bibatimu naenda kulitimua lele dada. Wigi liko huku, kijola nimechana mpaka hapa. Na mambo ya sasa hivi mkopisho. Ukicheza umekopesha, ukinunua sala umekopesha. Vitu vyetu vinarudi lini? Bibi tukamlipue yule mzee. Juu winja kwenye majambo yetu tunalipuaga, tukamlipue. Akae kimya atulia tuachie. Tena sio kulipua tu. Bibi hata ikata tumpiga hata paralyze ya wiki moja kitu gani? Msubiri kwanza. Kama shughuli anayeoa haitaki, wazazi wameikataa. Haya sisi wakina nani? Madada wa shughuli, tena madada wa mjini, madada pambe kabisa, tunaojiweza. Dada wa shughuli. Sasa iko hivi, kama wazazi wamekataa, mwenye shughuli kaikataa. Kama mnaona mimi shughuli mnaiweza sana, ibebeni mkafanye huko kwenu. Hapa ni kwao, hawataki makelele. Awena ifunga mdomo basi. Kama una cha kuongea muda mwingine wakubwa tukiongea kaa kimya. Sio kila kitu na wewe uongee. Unavyoona sisi tuna shughuli nyingine. Unavyoona mimi naweza nikaolewa, huyu akaolewa. Mwanaume gani
mwenye akili timamu tuoe sisi. Ndio unakuja kuolewa wewe, mzazi kakataa shule isifanyike kwake ataki makelele. Nani atakayenioa mimi? Wewe mwenzio unavyoniona mimi wakuolewa unavyoniona. Mimi mwenyewe ningekuwa mwanaume nisingekubali kuoa mwanamke kama mimi. Kelele msichana. Sisi tunavyotunza kwenye mashughuli ya watu huko. Mbona mnataka kukuza mambo? We naye. Huyu mimi nahisi sio familia yetu. Mama kuna kitu alifanya. Huyu anajua uchungu wa kutunza. Hivi unajua wewe uchungu wa michango wewe? Anajua uchungu wa kucheza kwenye mashughuli ya watu. Unajua uchungu wa kucharuka kwenye jambo la mtu. Kila kukicha mtu unachanga na sio kuchanga, unakata sala, unacheza mpaka unachanganyikiwa. Juzi nimecheza mpaka nimevua nguo, nimelokodiwa, nimepostiwa, nimeenda mjini. Kila nakopita naitwa dada mwenye vipele, si mimi huyo. Mtoto wa mjini. Sasa si ulizataka mwenyewe? Walikutuma wazazi wako kafanya utoto wa mjini huko. We naye. Huyu mimi nahisi sio familia yetu. Mama kuna kitu alifanya. Ndugu yetu gani ulopooza namna hiyo? Umepooza kama tia mgonjwa. Kwanza angalia nywele zake zimejikusanya afu ushirikiano na ndugu zako una. Ushirikiana gani? Nyie unataka kuwapinga wazazi mko wakina nani nyie? Nisikilize wewe. Sisi ndo ndugu zako. Yaani sisi unaotuona mataila, machizi shughuli wa mitaani, sisi ndo wenye uchungu na wewe. Sio na wale wazee. Unahangaika na wale wazee unajua alikotokea hayo. Wale sio ndugu zako mama. Wale jukumu lao ni kukuzaa tu, kukuleta hapa duniani basi kukutafutia ndugu zako ndo sisi. Kwa hiyo wewe inabidi uungane na sisi kwa kila jambo. Uungana na sisi kwa kila mbinu tunayoipanga. Usitukwepe mama. Niungane na nyie kwenye nini? Kwenye kitu gani yani? Swadakta. Kwenye hili swala la shughuli ya Abduli. Sisi tunataka shughuli, tena tunataka shughuli pambe. Hatutaki mambo ya mbambamba sisi ya makofi kama vizee vimeokotana huko vinapeana nusura, hapana. Tunataka jambo liwe lele. Jambo liwe hoti mama. Kigoma kiwepo, tarumbeta liwepo, mziki uwepo. Sijui unanielewa ndugu yangu? Yaani kumbe nyie hamnazo eh? Kwa hiyo bado tu mmeng'ang'ania hilo swala. Dada, nisikilizeni. Mimi kwenye hiyo sijui vitarumbeta vyenu sijui kwenye muziki yenu naombeni nyinyi mnitoe. Halafu kingine, mpaka unafikia hatua ya kutukana wazazi wako waliokuzaa. Kweli? Mimi mwanzo anaekaa kwenye njia yangu yoyote yule mimi napita naye. Yaani anaekaa kwenye mipango yangu mimi kuelekea usiku, yoyote yule mimi naye. Afu wewe mbona umelegea hivyo? Wewe hujana matone. Au mwenzetu ulimemendwa wewe? Ndui unayo wewe? Mbona unaniletea mambo ya African cast Mwenzetu vipi? Wewe si Mtanzania mwenzetu, usicholewa kipi? Hii shughuli usichojua tunaingangania. Sisi tuna faida nayo kama ulikuwa ujui. Unavotuona mimi na yule Habiba kwenye shughuli za watu, tunaenda, sare tunakata, kutunza tunatunza mama, tunacheza. Na sisi tunataka turudishiwe vitu vyetu. Dada, hiyo faida ni yako nyie. Mimi hainihusu. Wewe unafikiri nani sasa atakayetuletea sisi mizigo yetu kwenye shughuli ya makofi? Wewe faida haikuhusu, lakini si inatuhusu na ndio maana tunaungana. Wewe mtoto usituletee usiku. Basi muunganane nyie, ambayo inawahusu lakini mimi hainihusu. Kwa nini mniforce sasa? Sisi hatutaki shughuli ya kimya. Hakuna mtu anayekuja kukuletea wewe mzigo wako kwa shughuli ya makofi tu. Mtu akuletea 200 amelogwa. Sio kweli, ndio maana tunataka shughuli. Hapa hiyo tulikuwa tuna mpango. Tulishapanga wenzio. Tukuweke ndani, tukutafutie babu yoyote, mwanaume yote aje akuoe mama. Turudishwe mitunzo yetu. Hii kweli lana. Kwa mko mnanipeleka mjini mimi mwenyewe sijui. Bi harusi ungeambiwa mwali kaa ndani unaolewa. Kwa tuko pamoja familia. Familia ukashajaa huyu tondoke. Wewe ushajaa. Wanaongea, wanataka muziki naona nakosea. Wanataka matarumbeta, muziki upige kwa wingi mpaka kukesha. Wazazi wanaeleweshwa ila wataki muziki wanachotaka wazazi. Shogile. Nilikuja kwako sijakukuta. Ulienda wapi? Nenda huko akina Habiba. Alikuja ndugu yake hapa shule. Tualika shughuli. Kwa hiyo mwisho wa siku ngabidi nimfuate yeye dada yake. Ndogo akaja kutualika kule na kuchangisha michango. Kwa hiyo inabidi nikufuate kuuliza hiyo shughuli ni ya nini? Shule ya nani? Shughuli ya kakao. Usijue tena wale kwa shughuli. Lele. Kakao gani? Abduli. Abduli? Ndiyo. Abduli kafikia umri wa kuoa? Ni mambo daktari. Makubwa. Kwa hiyo vipi kuhusu michango? Mchango 50 lake kuendelea. Na kama hujatoa kabisa unalipa hata kidogo. Sasa sikia shoga yangu. Yule Shani ni udugu wangu. Yaani rafiki yangu wa karibu sana. Hilo jambo lazima nilivalie njuga. Siwezi nikakosa. Ndugu yangu, je, shughuli una hakika ipo? Kwani wewe unafikiri kuna wasiwasi pale? Ni wala hata siwaamini kwa kweli. Sasa kwa hiyo itakuwaje?
Tusikilizie, mimi ninachokitaka hapa kesho nitoke niende kwa mama au nikaulize shughuli ipo kweli au hamna shughuli. Kimya kimya migogoro kibao, ndoa ya kimya kimya, yani fulu mazinzo. Ndoa ya kimya kimya migogoro kibao, ndoa ya kimya kimya, yani fulu mazinzo. Faza, samani nakuomba mara moja. Baba, nimekuita hapa, nataka kuzungumza na wewe. Nadhani ni sehemu sahihi sana kuongea mimi na wewe. Baba, mimi nataka kuoa. Unataka kuoa? Nataka kuoa. Na tena sio, nataka kuoa ndoa ya maajabu. Maajabu wewe, maajabu gani mwanangu? Unataka ukaoe mbinguni au ukaoe baharini? Hapana baba. Mimi nataka kuoa ndoa ya kimya kimya. Sitaki ndoa zile za sherehe, mambo mengi, gharama nyingi. Hapana. Nataka tuoe ndoa kimya kimya. Ndoa nyingi zilizotumika kwa gharama kubwa, wanawake wao hawakuishi. Unajua ni kwa sababu gani? Familia ya mke pamoja na mke mwenyewe wanachoangalia wao ni ile gharama mliotumia mpaka kufikia pale. Wanaona wazi kabisa kule mafuta yapo. Wanapoingia kwenye maisha yao, hali inakuwa sivyo. Ndio maana wanawake wengi sana wanavunja ndoa zao na kurudi majumbani mwao. Hili ulilolisema wewe, jambo moja la muhimu na la msingi sana. Hoa kimya kimya. Familia na mke mwenyewe atajua kwamba sisi huku kwetu hali yetu ni duni. Lakini anapofika huku, maisha yenu yatakuwa mazuri na mtaishi muda mrefu sana. Lakini baba, kuna kitu nataka nikwambie. Hili jambo mimi sijamwambia mtu yoyote. Ila najua wewe utafikisha hii taarifa. Asante sana. Umefanya vizuri. Najua wazi kama hili wewe ungelifikisha kule kwa mama yako, ungezuka kitimtimu. Lakini mimi najua jinsi gani nitaongea na mama yako. Wasiwasi wangu huko kwa dada zako. Wale ni watu wa shughuli sana. Kutwa wakai nyumbani. Utasikia leo kuna shughuli huku, kesho kuna shughuli huku, leo wamebeba masanduku, mabeseni, kama machizi, wanakonda miguu kwa kuzurula. Baba, mimi ndio tumekaa hapa. Watake wasitake, jambo tulilolipanga mimi na wewe ndio linafanyika hilo hilo. Asante baba. Nashukuru baba. Asante sana. Ama kweli nimezaa kidume shoka. Kubali ndoa ipite kimya kimya, ila bado waona taka kuishi. Kweli ni hatari, imevuja jiji zima. Dada zangu wanataka matarumbeta, muziki upigwe kwa wingi mpaka kukesha. Wazazi wanaeleweshwa, ila wataki muziki, wanachotaka wazazi ndoa ya kimya.